pamoja na hayo yote wanasema kwamba siku mnapofanya tukio muhimu inabidi kupanda mti wa kumbukumbu. Sasa tunapopanda mti wa kumbukumbu, pengine sitaenda nje kupanda na tapandia humo ndani. Kwa hiyo msije mkashangaa mti wa kumbukumbu unaoteshwa hapa. Nitasoma hiki ambacho kiko mbele yangu kabla sijamkabidhi chochote shemasi. Alafu tutajua kwamba ni kinini hicho, sijui. Kila mtu anaweza kujua. Kadiri ya mkusanyo wa sheria za kanisa, parokia ni taasisi ya kanisa inayotambulika na kusimikwa rasmi kisheria. Parokia ni mjumuiko wa waamini wa Kristo wa Katoliki. Mjumuiko huo huundwa na kuwepo rasmi kisheria. Kwa kuzingatia taratibu za kichungaji na kiutawala, parokia huwekwa chini ya uongozi wa paroko ambaye ni mwakilishi wa askofu wa jimbo katika kutekeleza majukumu, kuwaongoza, kuwafundisha na kuwatakatifuza waamini. Katika mkusanyiko huo wa sheria za kanisa namba 515 aya ya pili. Aidha, kadiri ya mkusanyo wa sheria za kanisa, askofu wa jimbo, Kiingereza anasema ordinary, peke yake ndiye mwenye uwezo, haki na mamlaka ya kuanzisha, kubadili au kufuta parokia. Kwa kuzingatia mahitaji ya kichungaji na kusikiliza mawaidha ya baraza la ushauri, College of Consultants, nimeafiki kwamba upo uhitaji wa kuanzishwa parokia mpya, na parokia hiyo ya Mtakatifu Camillus Udindivu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia matashi ya sheria za kanisa, ninaipandisha hadhi iliyokuwa parokia teule ya Mtakatifu Camillus Udindivu na kuipa hadhi ya parokia kamili. Hivyo, kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kanisa, ninatamka na kutangaza rasmi kwa kuanzia leo tarehe 3 Januari mwaka 2026, Udindivu ni parokia rasmi katika jimbo la Bagamoyo. Somo na mwombezi wa parokia hii atakuwa ni Mtakatifu Camillus au Kamili. Kimsingi parokia hii inamegwa kutoka katika parokia ya Kristo Mfalme Kerege. Inaanza ikiwa na jumuiya ndogo ndogo 20. Kwa hiyo, kwa kuwa askofu wa jimbo ndiye mwenye mamlaka ya kuanzisha parokia, ndiye pia mwenye mamlaka na uwezo wa kuamua juu ya mipaka ya parokia. Kwa hiyo, ninatamka na ninawaagiza waamini kuzingatia kwamba mipaka ya parokia ya Udindivu itakuwa ni ile ile ambayo ilikuwa parokia teule. Kwa jina takatifu sana la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa maombezi ya mama yake mpendwa sana Maria Bikira Daima, tunapoizindua parokia mpya ya Mtakatifu Camillus Udindivu, tunapenda kuwaasa na kuwaagiza waamini wake kuwa: moja, wote waonyeshe ukomavu na uelewa unaobainisha kama Wakristo wa Katoliki kweli na familia ya watu wa Mungu. Pili, mnatakiwa kujenga na kutunza umoja, tunavyosoma Injili ya Yohane sura 17 aya 21 mpaka 23, kama familia ya Mungu inayoamini, inayosali, inayojali, inayojituma na kuwajibika.
3, mnao wajibu wa kuimarisha na kutunza imani na maadili ya Kikristo katika maisha ya kila siku ya watu binafsi, familia na kama jumuiya. 4, mnatakiwa kulinda, kuthamini na kutunza uhai. Aidha, ni wajibu wenu kuzingatia malezi, ulinzi na utetezi wa kila mtoto na watu wote wenye udhaifu wowote. 5, inawapasa kubaini njia bora za kurithisha imani na maadili, hasa kwa watoto, vijana na hata watu wa marika yote na wale ambao hawajaipokea Injili bado. 6, mnapaswa kujitahidi kulea dhamiri safi na iliyo hai ili wote waweze kuishi kwa uadilifu zaidi na kutoa ushuhuda safi wa Kikristo. 7, mnatakiwa kuthamini na kulinda rasilimali za kanisa, mkijua kuwa hizo ni nyenzo muhimu kwa ajili ya kazi ya uinjilishaji na kulitegemeza kanisa. 8, ni wajibu wa kila mbatizwa kushiriki katika harakati za kulitegemeza kanisa. 9, mnaitwa kuimarisha ushirikiano kati yenu na mapadre, watawa, halmashauri ya walei, makatekista na wadau wote wa uinjilishaji. 10, mnatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kushughulikia haki, amani na hifadhi ya mazingira. 11, ni wajibu na haki yenu kama parokia kujenga mahusiano mazuri na parokia jirani na pia parokia nyingine za udekano wenu na hata zile za jimbo zima. 12, mnatakiwa kushiriki vyema katika masuala na mikakati ya kanisa, iwe kijimbo, kitaifa, kikanda na hata ulimwengu mzima. Aidha, parokia hii itakuwa sehemu ya dekania ya Bunju. Mwisho, ninawatakia baraka, neema, amani na ustawi mzuri kama sehemu mahususi ya mwili wa Kristo, yaani kanisa. Mtakatifu Camillus, mlinzi na mwombezi wa parokia ya Udindivu, awaombee na kuwasaidia. Kama nilivyosema, parokia haiwezi kawa tu juu juu, lazima iwe na yule ambaye ataisimamia kwa niaba ya askofu, na huyu si mwingine, ni mheshimiwa sana Padre Canisius Hali. Sasa kwa sababu parokia hii imetoka Kerege, lazima tupate barua hizo. Kwanza saizi aje paroko huyo na maparoko wote wawili wa Kerege na Udindivu. Tunamshukuru sana Baba Paroko wa Kerege pamoja na waumini wote wa Kerege kukilea kigango hicho mpaka kikawa parokia teule mpaka baadaye leo tunatangaza rasmi kuwa parokia kamili. Asanteni sana kwa malezi mazuri na kushangilia kwenu waumini wa Udindivu. Mmeshangilia mkiwa katika jimbo jipya.
la Bagamoyo. Sawa jamani? Mwaka huu tuliwaona kwenye tegemeza jimbo, mlichokitoa tunategemea sana mwakani kitakuwa zaidi. Tunawatakia ufanisi mwema na Mungu aendelee kuwategemeza na nyinyi katika maisha yenu, kulinda umoja kama Kristo mwenyewe anavyotufundisha, umoja, ushirikiano na padri wenu. Tunategemea kwamba tusije tukapata mikwaruzo au nini na nini, au tukaja tukashangaa jamaa wanasema bila pelekwe India, moyo unasumbua na rukaruka kisa waumini. Hapana, nyinyi ni wazazi, mlee vizuri, mkae naye vizuri, fanya utume wenu vizuri. Yote ni kwa sifa na utukufu wa Mungu, na zawadi tutaipata mbinguni. Ndivyo tunavyoahidiwa na Mungu mwenyewe. Basi tuishi vizuri kama wana udindifu.